Musa, habari yako? Bwana salama kabisa. Kwema? Namshukuru Mwenyezi Mungu. Niko salama. Naona na uzi wa Man United. Sisi kama kawaida tumemkanda Arsenal. Kwa hiyo tunatamba nao. Jeuri ya kikosi. Jeuri wiki nzima holiday. Okay. Bwana, nadhani ulikuwa Zanzibar moja kwa moja umeyashuhudia mazoezi ya Yanga. Naam. Naona maandalizi ya mchezo wa Young African dhidi ya Al Ahly yanaendelea vizuri kabisa. Nimeangalia mazoezi vizuri ya Young African pamoja na Al Ahly. Naona kabisa Yanga wamefanya implementation kubwa sana. Na wanaonesha nia ya kutaka mchezo na kutaka matokeo kwa namna yoyote ile, kwa sababu tunaangalia hata maingizo mapya ya wachezaji ambao wameingia katika kikosi cha Yanga katika dirisha dogo, wameona kuonesha uhai mkubwa na kwenda kuisaidia timu kuweza kupata matokeo. Hapo mechi ya juzi iliyopita tumeona wamepata ushindi mkubwa kabisa. Kwa hiyo nadhani ni muendelezo mzuri ambao Yanga wameanza, na huenda wakaenda kutarajia matokeo makubwa zaidi kwenye mechi hii ya ligi ya mabingwa katika hatua ya makundi. Bwana, moja ya kosa kubwa watu wanalalamikia la kocha alifanya ni kumweka Pacome nje katika kosi cha kwanza. Na wewe katika kosi chako ulichotupa utuambia Pacome akiwa ndani kayamaliza. Unahisi katika raundi hii kocha ni sahihi akianza na Pacome? Kwanza mwalimu aliangalia namna gani anaweza kwenda kuvunja ngome ya ulinzi ya timu ya Al Ahly, kwa sababu tunaona aina ya uchezaji wa Pacome ni mchezaji ambaye anakokota mpira katika umbali mrefu, pia na mchezo wa kukera sana, kwa maana chenga zake, na maana ni mchezaji hatari sana katika eneo la safu ya ulinzi ya timu pinzani. Nadhani mwalimu alienda na mbinu kwamba aanze na wachezaji ambao huenda wakaenda kuivunja kwanza safu ya ulinzi ya Al Ahly, alafu baadaye sasa atakapoingia Pacome itakuwa ni rahisi zaidi kwenda kupenya katika zile nafasi ambazo watakuwa wenzake wameziacha. Nadhani ni mbinu ya mwalimu, lakini pia kuna uwezekano mkubwa sana, na naamini hivyo, katika mechi hii ya kesho ambao wanacheza katika uwanja wa New Amani pale Zanzibar, nadhani mwalimu ataenda kuanza na Pacome Zuzu, kwa sababu tumeona mchango wake umekuwa ni mkubwa sana na kiwango chake kimekuwa ni kikubwa kiasi kwamba anahitaji kuanza katika kikosi cha kwanza ili kwenda kuunganisha ile combination nzuri ya timu ili kuweza kupata matokeo mazuri zaidi. Katika mchezo wa kwanza nadhani niliangalia vizuri. Kitu gani kiliwafelisha na awamu hii wakakirekebisha? Mimi nadhani kwanza Yanga amecheza na timu bora. Al Ahly ni timu bora. Mimi nadhani kwamba ni makosa madogo ya kiulinzi, kwa sababu tunaangalia goli la kwanza na goli la pili pia imetoka katika eneo ambalo ni upande wa kulia wa uwanja, ambapo upande huo alikuwa anacheza bwana na Dickson Job. Sawa, tunaona kwa mara hiyo kwanza tukiangalia mara nyingi Dickson Job sio mzuri katika mipira ya kichwa au mipira ya juu. Sawa. Pia muda mwingine Dickson Job sio mzuri sana katika speed, yani kusema anakimbizana man to man huwa sio mzuri sana, lakini Dickson Job huwa ana game timing. Anajua namna gani na upoka mpira sehemu gani. Kwa nadhani ni mwalimu anaweza kwenda kuongeza nguvu katika eneo la ulinzi zaidi, kwa sababu tunaangalia mwalimu alishindwa ku maintain kwa sababu kuna watu ambao labda walikuwa wanahitajika zaidi kwenda kulinda katika eneo lile, lakini ikatokea kwamba mabwana kwanza Al Ahly sifa zao huwa wanacheza counter attack. Kwa hiyo unaweza kaenda kushambulia kwa namba kubwa ya wachezaji ukakuta umeacha wachezaji wawili nyuma ukaja kukuadhibu kwa sababu hiyo. Kwa hiyo nadhani mwalimu anatakiwa aende kwanza kucheza kwa nidhamu kubwa sana, akiwaheshimu Al Ahly, alafu baada ya hapo sasa aangalie game plan ya kwenda kuziba yale magepo ambao kwamba Al Ahly wanaweza wakaja kumwadhibu au kumfanyia shambulio la hatari na kusababisha goli, kwenda kuwafanyia kazi vizuri zaidi. Bwana, hapo kama tuweza kuona kocha amepewa mechi chache na usajili ameusajili wa kutosha. Bwana Depu limekuwa jina kubwa sana. Unahisi anaweza kawa mwiba katika mchezo wa kwanza alishindwa kufunga. Je, unahisi anaweza kawa mwiba kwa mchezo huu? Depu mechi yake ya kwanza amefunga. Mechi ya kwanza kabisa ya ligi Al Ahly akupata nafasi ya kufunga, lakini tunaona mechi yake ya kwanza kabisa ya ligi alifunga, akafanya muendelezo hivyo kwenye mechi za ligi. Kwa hiyo nadhani Depu kwanza ni mchezaji mzuri sana. Tena ni mchezaji ambaye ni hatari, ambao Al Ahly wanapaswa kumchunga zaidi, kwa sababu tunaona uwezo wake. Ana uwezo kupiga header vizuri, ana uwezo wa kukaa na mpira mguuni vizuri, pia ana uwezo kudribble katika eneo kubwa akaenda kufanyaje kusababisha matokeo mazuri. Kwa hiyo nadhani ni mchezaji ambao Yanga huenda wao pia wakawa wanamtizama kama ni mkombozi katika eneo la safu ya ushambuliaji. Tukiachana na Dube huenda kama ni mbadala wa pili wa mwalimu, lakini kwa sasa Depo amekuwa ni mchezaji anayezungumzwa sana. Tukiangalia kiwango chake, nadhani Yanga wamefanya usajili bora zaidi kwa kutokea katika eneo lao la ushambuliaji katika kipindi hiki cha dirisha dogo. Bwana, kama unasema Alan Okello, Pacome pamoja na Depu pamoja na Max Nzengeli wanaunda safu ya mbele ushambuliaji. Safu ya mbele ushambuliaji inasemekana wakikama star wengi kupatikana wa ushindi unakuwa ni mdogo sana.
tofauti na kikaa star mmoja afu wachezeshi wachezaji wadogo wadogo. Kwanza tukiangalia hao wachezaji wote wanaanza katika safu ya ushambuliaji wa Yanga wana maamuzi ya mchezo. Kwa sababu tunaangalia kwanza nguvu kubwa ambao anapata, tunamwangalia bwana Max Mpia Nzengeli. Ni mchezaji anayecheza katika eneo kubwa sana la uwanja. Kiasi kwamba leo nikikuuliza Max Mpia Nzengeli anacheza position gani unaweza usiniambie. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye anaipa safu ya ushambuliaji ya Yanga nguvu kubwa sana. Kiasi kwamba anawaruhusu kina Pacome Zuzu wasubiri mpira kuliko kutumia nguvu kubwa sana kwenda kuukaba, kwa sababu tuna Max ana uwezo kukokota mpira kutoka eneo la chini akapeleka paka fanya build up akapeleka katika eneo la juu. Kwa hiyo nadhani safu ya ushambuliaji ya Yanga ni miongoni mwa safu kwa sasa hivi katika ligi yetu mfano ya Tanzania ndio huenda ni safu kali ya ushambuliaji kuliko safu ya klabu yoyote hapa Tanzania, kwa sababu tunaangalia ndio safu ambayo imezalisha magoli mengi zaidi katika ligi yetu kuliko safu ya ushambuliaji ya timu yoyote ile katika ligi yetu ya Tanzania. Kwa hiyo nadhani mimi ni safu bora ambayo tunaweza kuitazama katika namna tofauti ambayo Yanga wanaitegemea zaidi kwenda kuwapatia matokeo. Unahisi kocha katika mchezo afunguke ama ajilinde kwanza? Acha kwanza, Al Ahly sio timu ya kubeza. Tunaona kabisa ni timu kubwa na wachezaji wenye title kubwa. Tunaona kina Trezeguet sawa, wanatoka katika vilabu vikubwa, anatoka pale EPL amecheza. Kwa hiyo anarudi katika timu yake pale kuja kuadhibu Yanga goli 2. Na nadhani ni timu ambayo kwamba unatakiwa waende kwa nidhamu kubwa tena sana ya mchezo. Ukizingatia kwanza Yanga yuko nyumbani. Kwa hiyo anatakiwa na nidhamu kwamba niko nyumbani, cha kwanza. Cha pili anatakiwa awe na nidhamu kwamba anacheza na timu kubwa. Cha tatu anatakiwa aende kwamba naenda kutafuta matokeo ambayo yatanisogeza zaidi katika hatua ya robo finali. Kwa sababu sasa hivi anayeongoza kundi na Al Ahly kwa na pointi 7 akimfunga Yanga. Tena mechi ndizo zinafuatana, ametoka kule Yanga anacheza naye nyumbani. Kwa hiyo nadhani Yanga pia atakuwa analazimika kuonesha game spirit kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu amefunga magoli 2 hakupata goli hata moja. Kwa hiyo pia anatafuta namna gani anaweza kaivunja safu ya ulinzi ya Al Ahly akaweza kupata goli. Kwa hiyo nadhani Yanga inabidi aende kumheshimu mpinzani wake katika namna hizo 3 nilizozisema. Basi kwa kumalizia hapo, tunaomba tena tupangie tena kikosi gani cha ushindi ndani ya Yanga? Kikosi cha ushindi ndani ya Yanga kama ilivyokuwa desturi, mimi golini nitaanza na Diarra, alafu fullback ya kulia this time nitaanza kwa sababu tumeona kuna Kibwana Shomari apata majeruhi, mimi this time nitaanza na Israel Patrick Mwenda. Nitaanza na fullback ya kulia Israel Patrick Mwenda kwa sababu tunaona pia ana uwezo mkubwa sana wa kupiga free kick akiwa ndani ya uwanja. Pia ana uwezo wa kufanya overlapping. Sawa sawa. Fullback ya shoto taanza na Mohamed Hussein Zimbwe Junior. Katikati taanza na this time taanza na Ibrahim Abdullah Baka pamoja na Dickson Job. Kapteni Bakari Nondo Mwamnyeto atapumzika. Namba 6 nitaenda na Duke Abuya. Namba 7 taanza na Max Mpia Nzengeli. Namba 8 taondoka na Damaro Kamara. Namba ambao mechi ya kwanza katika game ya kwanza sikumpanga, lakini nimeona mchango wake ni mkubwa sana. Tuangalia mechi ya juzi ya ligi ameingia, tumefanya game changing. Kwa hiyo namba 8 tena Damaro Kamara, namba 9 nitaanza na Dep. Namba 10 binafsi nitamelekeza taanza na Alan Okello. Namba 11 ataanza Pacome Zuzu. Kwa hiyo winga Pacome, winga Maxi. Namba 10 pale Alan Okello. Basi nikushukuru sana. Asante sana.